Online TV. Na watu wengine walikuwa na mkutano wa kuchagua makamu wa chama. Sasa agenda ya mgombea sijui iliingiaje. Hata tume ya uchaguzi ilikuwa haijatoa kanuni za uchaguzi. Kwamba sasa unahitaji na sisi tuko katika kikao cha kueleza masuala ya bajeti inayokuja. Unahitaji tupachike agenda nyingine kama wenzetu walivyoweza kuipachika agenda ya wagombea katika kikao cha kuchagua makamu mwenyekiti. Hapana, tuko hivyo. Tunafuata taratibu zitakapokuwa. Nawe kama na nini una miaka 40 umefikisha bado? Nani umfikisha nani? Kuna jamaa zangu hapo wamefikisha 40. Fomu iko wazi, tutakapotangaza kuja kuchukua fomu na mimi nitakuunga mkono, nitakuwa katika wajumbe wa kukuunga mkono. Hitaji kuleta mabadiliko, na ndiyo maana ni muhimu kwamba katika kipindi hiki tunachoelekea kwenye uchaguzi, Watanzania wamekuwa wavumilivu kwa muda mrefu. Tusiendelee kuamini kwamba wataendelea kuwa wavumilivu. Hali ya maisha ni ngumu. Ni lazima pawepo na sera ambazo zitawapa matumaini. Hauwezi kuwa unawadanganya tu kwamba hali ni nzuri wakati wao wenyewe maisha wanayoyaishi ni magumu. Kwa hiyo ni muhimu sana, kwa sababu Mwalimu Nyerere alikuwa anazungumza, anasema tusione kwingine kuna matatizo tukadhani mambo yaliyotokea Somalia yatatokea Somalia tu, sisi hayawezi kutugusa. Uvumilivu wa Watanzania una kikomo. Kwa hiyo ni muhimu tuweze kuingia ndani ya uchaguzi, wananchi wapate fursa ya kuelezwa matatizo ya nchi na wapate fursa ya kuchagua viongozi ambao wanaweza kuyashughulikia matatizo haya. La sivyo tunaweza kuingia katika wakati mgumu. Ni chama cha siasa. Kama chama cha siasa, panapokuwa na uchaguzi, ushiriki katika uchaguzi ni sehemu mojawapo ya shughuli za chama cha siasa. Na katika maelezo yangu, na nilikuwa natoa wito hapa, nimetoa wito kwamba rais aweze kuchukua hatua za haraka, kukutana na wadau wa demokrasia, wakiwemo vyama vya siasa, kuweza kutazama namna gani tunaweza tukaingia katika uchaguzi wa 2025 ukiwa ni uchaguzi ulio huru na wa haki. Na tumekuwa tunajadiliana na juzi tu hapa tulikuwa tuna kikao cha TCD, ambapo TCD inajumuisha vyama vyote vyenye uwakilishi wa wabunge ndani ya Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hivi sasa katika kipindi hiki mwenyekiti wetu ni mwenyekiti wa Chadema. Chadema ndio mwenyekiti. Tumelijadili hili na kuweza kutazama namna gani tunaweza kuchukua hatua za kuweza kufika katika uchaguzi utakaokuwa huru na wa haki. Sasa kwa sisi ambao bado tunafanya haya majadiliano na bado tuna matumaini kwamba majadiliano yatazaa, uwezo ukawa katika chama cha siasa. Tibaijuka tulikuwa naye chuo kikuu, Profesa Tibaijuka, tulikuwa naye chuo kikuu, ni Mama Ngangali alikuwa alikuwa waziri mwenzetu. Na kweli kwamba uwezi ukapata demokrasia ya kweli na katiba yenye misingi mizuri ya demokrasia hivi bila mapambano.
Kwa hiyo lakini pana uchaguzi unakuja, na huwezi katika mapambano ni pamoja na kushiriki kwenye uchaguzi. Huwezi ukasema kwamba haushiriki wakati una madai haya. Lazima ueleze kwamba unaingia piga ua haki iweze kupatikana. Sasa hapa wewe unataka ukimbana mtu aeleze kwamba isipokuwa hili isipofanyika, hapo utakuwa unajimaliza. Na ndivyo wanavyopenda kulisikia kwamba wewe utoe nani kwamba isipokuwa hivi. Sasa kama wewe unawaeleza watu kwamba hautaingia kwenye uchaguzi, huo uhamasishaji wa kupambana ili uchaguzi huru uweze kupatikana, ili katiba mpya iweze kupatikana, utapata wapi? Kwa hiyo ni lazima utumie busara. Unafanya madai, lakini vile vile unasema kwamba sisi tutapambana kuweza kudai haki yetu. Sasa wewe unapoliuliza swala ni kama vile unahitaji hitimisho. Katika mambo haya ukishakuwa na hitimisho, ujue hauwezi kusonga mbele. KM Online TV.